Naam, kesi ya Tundu Lissu imeibua mjadala mwingine. Kwa nini viongozi wa CCM wanapozungumza maneno makali au mabaya mbele ya wananchi hawashtakiwi au kupelekwa mahakamani, ila chama cha upinzani kinapozungumza kinachukuliwa sheria haraka? Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Daktari Charles Kitima, sasa ameishambulia serikali ya CCM kwa mara nyingine bila huruma na kumtumia Samia Suluhu ujumbe huu mzito kuhusu Tundu Lissu na kesi ya uhaini. Lakini maneno yake ya mwisho Daktari Kitima sasa yamewashangaza wengi na kuzua gumzo mtandaoni. Like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele kabla tusonge mbele na taarifa hizi. Naam, kauli yenye nguvu kutoka kwa mmoja wa viongozi wakuu wa kidini wa Tanzania sasa inazua mjadala mkali kote nchini. Katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania, Daktari Charles Kitima ametoa wasiwasi kwa kile anachoeleza kuwa ni kutokuwepo kwa usawa kati ya wanasiasa wa chama tawala cha CCM na viongozi wa upinzani Chadema linapokuja suala la matumizi ya sheria. Hata hivyo, matamshi yake Kitima yameenea haraka kwenye mitandao ya kijamii na kumfikia mpaka Samia Suluhu, huku wafuasi na wakosoaji vilevile wakichangia na kutoa maoni tofauti kabisa. Lakini Daktari Kitima alisema nini hasa ambacho kimevutia hisia za umma, na kwa nini maoni yake sasa yanaongeza shinikizo mpya kwa mjadala mkali wa kisiasa kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu? Kulingana na matamshi yaliyosambaa kwenye video ya mtandaoni ya Daktari Charles Kitima, alionyesha wasiwasi wake kuhusu mazingira ya sasa ya kisiasa nchini Tanzania. Akizungumza mbele ya wananchi, alipendekeza kuwa kauli zinazofanana za kisiasa wakati mwingine zinaweza kupokea majibu tofauti kulingana na aliyezitoa, ikiwemo ni mwana CCM aliyezungumza au mwana Chadema aliyezungumza. Hatua zinazochukuliwa huwa tofauti kabisa. Daktari Kitima alidai kuwa kuna hali ambapo wanasiasa wa vyama tofauti wanaweza kutumia lugha sawa zinazofanana au kutoa matamshi yanayofanana, yawe makali au mazuri, lakini matokeo ya kisheria yanayoonekana huathiri upande mmoja zaidi ya mwingine. Bila kuzingatia matukio ya mtu binafsi pekee, alisema mitazamo hiyo inaweza kuzua maswali kuhusu haki na usawa mbele ya sheria, hasa katika kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Kiongozi huyo mkuu wa kidini alisisitiza kuwa haki inapaswa kutumika mara kwa mara bila kujali misimamo ya kisiasa au upande gani mtu anautegemea. Alionya kwamba kuonekana kwa kutotendewa kwa usawa kunaweza kuharibu imani ya umma kwa taasisi na kudhoofisha umoja wa kitaifa. Wakati huo huo, wafuasi wa serikali wanashikilia kuwa taasisi za kisheria nchini hufuata tu ushahidi na sheria zilizopo bila kujali misimamo ya kisiasa. Maoni ya Daktari Kitima leo sasa yamerejesha hoja hizo kwenye doa. Alitahadharisha kuwa mitazamo ya upendeleo au utekelezaji wa kuchagua inaweza kuongeza migawanyiko ya kisiasa badala ya kupunguza. Matamshi hayo ya Charles Kitima yametolewa huku mivutano ya kisiasa ikiendelea kuzua mjadala katika sekta mbalimbali za jamii nchini. Lakini Daktari Kitima hakuishia hapo. Mtazamaji pia aligusia hali ya kisheria inayoendelea, hasa inayomhusisha mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu na kesi ya uhaini ya mchongo aliyobambikwa mahakamani. Akizungumza kwa kile alichoeleza kuwa ni mtazamo wa haki za binadamu na uwajibikaji wa kimaadili, alihoji umuhimu wa kuhakikisha kila mtu anapata haki na ulinzi wa kisheria kwa mujibu wa sheria. Alipendekeza kuwa suala hilo linastahili kutafakariwa kwa makini na jamii na taasisi zinazowajibika. Sambamba na hilo, alikiri kuwa kesi ya Tundu Lissu iko mahakamani na taratibu za kisheria bado zinaendelea. Maoni hayo mara moja yalizua hisia kutoka kwa wafuasi na wakosoaji, na mwitikio huo ulikuwa karibu kuepukika, kwa sababu kila kesi ya Tundu Lissu inapotajwa, mawazo mazito yanaibuka haraka kutoka kwa pande zote za kisiasa. Mtazamaji, Charles Kitima aliweza kugusia na kuegemea hasa kuhusiana na suala la Tundu Lissu na kushtakiwa kwake hadi kufunguliwa kwa kesi ya uhaini ambayo inamweka hatarini kwa uamuzi mkali kutoka kwa majaji wa Mahakama Kuu ya Dar es Salaam. Mtazamaji, hata hivyo, aligusia zaidi kutokana na matamshi ya wana CCM ambayo wakati mwingine huwa matamshi
makali wanayazungumza mbele ya umma, lakini hakuna sheria au vikwazo vyovyote vinavyowekwa dhidi ya viongozi hao. Lakini akasema ya kwamba upande wa upinzani au vyama vya upinzani vinapozungumza suala kama hilo basi wanachukuliwa hatua haraka, na mfano ni kama kesi hii ya Tundu Lissu. Daktari Kitima pia aliwakumbusha wananchi kuwa kila mshtakiwa anahesabiwa kuwa hana hatia hadi itakapothibitishwa na mahakama yenye uwezo na hatia, akimaanisha kwamba katika kesi ya Tundu Lissu bado hana makosa mpaka mahakama iweze kuthibitisha. Wakati huo majukwaa ya mitandao ya kijamii yalijaa haraka hisia kufuatia kusambazwa kwa video hiyo ya Charles Kitima. Baadhi ya wananchi walimpongeza Daktari Kitima kwa kusema kwa uwazi mambo wanayoamini yanastahili mjadala wa kitaifa. Wengine walisema kwamba viongozi wa kidini wana jukumu muhimu la kuhimiza haki, amani na upatanisho. Wasafiri kadhaa pia walielezea matamshi yake kama wito wa kutafakari badala ya makabiliano. Hata hivyo, si kila mtu alikubali au kuungana naye mkono. Wakosoaji pia walikuwepo, na baadhi ya wakosoaji hao walisema kuwa masuala ya kisheria au kimahakama yanafaa kuachwa kwa mahakama za Tanzania na taasisi za mahakama bila kuingiliwa na umma au wanasiasa. Wengine walionya dhidi ya kugeuza kesi zinazoendelea za kisheria kuwa mijadala ya kisiasa, na wengine pia wakaonya dhidi ya viongozi wa kidini Kikristo wasiweze kuingilia masuala ya kisiasa yanayoendelea. Kinachodhihirika leo ni kwamba matamshi ya Daktari Kitima yamegusa mshipa nyeti ambao wengi wanaogopa kuuzungumzia. Majadiliano hayahusu tena mwanasiasa mmoja au kesi moja ya mahakama, ni kuhusu maswali makubwa zaidi. Haki itumike vipi? Je, taasisi zinawezaje kudumisha imani ya umma? Na mizozo ya kisiasa inawezaje kusimamiwa bila kudhoofisha umoja wa kitaifa? Maswali hayo yanaendelea kutawala mazungumzo mtandaoni na nje ya mtandao baada ya video ya Charles Kitima kuenea na ujumbe wake kufika mitandaoni. Wachambuzi wengi sasa wanaamini imani ya umma katika taasisi inategemea sana mitazamo ya haki. Hata hivyo, iwe mitazamo hiyo ni sahihi au la, mara nyingi hutengeneza jinsi wananchi wanavyouona mfumo wa kisiasa. Ndiyo maana maneno kama haya ya Charles Kitima yanaleta hisia kali kama hizi hasa wakati kama huu ambapo kuna kesi inayomkabili mwenyekiti au kiongozi mkubwa wa upinzani nchini Tanzania ambaye si mwingine bali ni Tundu Antipas Lissu, ambaye kesi yake imezua utata mkubwa kwa zaidi ya siku 400, kesi ambayo bado haijatatuliwa na kesi ambayo bado haijathibitishwa. Wakati mjadala ukiendelea, umakini sasa unaelekezwa kwa jinsi viongozi wa kisiasa, viongozi wa chama tawala, taasisi za serikali, mashirika ya kidini, taasisi za mahakama na mashirika ya kiraia jinsi yatakavyojibu kutokana na ujumbe huu wa Charles Kitima. Je, majadiliano yatasababisha mazungumzo zaidi kuhusu haki na uhuru wa kisiasa, au itakuwa chanzo kingine cha mgawanyiko mkubwa zaidi wa kisiasa baada ya matamshi ya Kitima? Kwa sasa hakuna dalili zozote za majibu rasmi kwa matamshi ya Daktari Kitima kutoka kwa kambi ya Samia Suluhu ya CCM au kutoka kwa Chadema upinzani, lakini maoni yake Kitima tayari yamefaulu kuibua mazungumzo ya kitaifa kuhusu usawa mbele ya sheria, na kwa kuzingatia majibu hadi sasa mazungumzo hayo hayana uwezekano wa kutoweka hivi karibuni. Wengine wanaona maneno ya Daktari Charles Kitima kuwa ni utetezi wa haki na uadilifu, lakini bila kujali watu wanasimama wapi kisiasa, jambo moja liko wazi leo: matamshi yake Kitima yamefungua tena maswali muhimu kuhusu usawa, uwajibikaji, uhuru wa kisiasa na imani ya umma. Na huku maswali hayo yakiendelea kujadiliwa kote Tanzania, nchi itakuwa inafuatilia kwa karibu na kwa makini kuona nini kitaendelea. Mtazamaji, nijuze maoni yako kuhusiana na habari hizi za Charles Kitima. Like video hii, subscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.